Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi chao kutokana na kile ambacho kinachozungumzwa kwa sasa, namna ambavyo mambo yanakwenda. Ukiweza kutizama katika safari yao ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kuna mambo ambayo yamewafurahisha na kuna mambo ambayo yameweza kusema kama kutia dosari katika safari ambayo Young Africans wameianza. Kitu gani hicho ambacho kimetokea? Mimi nimekusogezea hapa tukio ambalo limeweza kuibua hisia za watu wengi, hususan mashabiki wa timu pinzani tofauti na Young Africans. Nazungumzia mashabiki wa FAR Rabat juu ya kitendo ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo huo na matukio mengi ambayo yaliyoweza kutokea katika dakika 90 za mchezo kati ya Young Africans dhidi ya FAR Rabat pale katika dimba la Amani Complex Zanzibar. Yote kwa yote ambayo ameweza kujili utakwenda kuyapata hapa katika dakika hizi. Ungana nami mwanzo mwisho kuweza kupata mwanzo mwisho wa kile ambacho kinachoendelea uko na maamuzi gani ambayo yamekwenda kuchukuliwa. Yote kwa yote karibu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao cha Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans imeanza safari yake vyema kabisa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo nafahamu kwamba kwenye kundi lake unaweza kusema kwamba ndio kundi ambalo ni kundi la kifo kweli kweli, kutokana na timu ambazo zilizopo na timu ambazo kila mmoja anaonekana kumbizia mwenzie katika michuano hii, ikiweza kuonekana ya kwamba pengine kuna watu wanaona kama ili kundi ni rahisi, lakini sio rahisi kama vile ambavyo ilivyo, ambapo katika kundi hilo zipo timu kama Young Africans, kuna GS Kabylie, kuna National Al Ahly, lakini pia yupo AC FAR Rabat, ambapo katika michezo ya kwanza ni Young Africans dhidi ya FAR Rabat, ambapo Young Africans aliondoka na pointi 3, lakini mchezo uliofuata mwingine ni Al Ahly dhidi ya GS Kabylie, ambapo Al Ahly aliweza kuondoka pia na alama 3 muhimu kabisa katika mchezo huo. Kwa hiyo kwa sasa kinara wa kundi ni National Al Ahly akiwa yuko juu na alama 3, akiwa anaongoza pia kwa mabao kutokana alimfunga mabao 4-1. Kwa hiyo ana aggregate mabao 3, huko Young Africans akishika nafasi ya pili akiwa na pointi 3 na yeye, lakini akiwa na aggregate ya bao 1, huku wanaofuata wana pointi hata 1, ambapo ni GS Kabylie pamoja na AC FAR Rabat. Kwa hiyo kinachokwenda kutokea ndio iko sasa kwenda kutizama michezo mingine, lakini kuna matukio ambayo yaliweza kutokea katika mchezo huo. Miongoni mwa mambo 10 ambayo yameweza kutokea katika mchezo huo: moja, mwanzo wa kasi ya kitaalamu. Yanga walitawala mchezo mapema wakitengeneza pressure na nafasi nyingi ndani ya dakika 15 za kwanza. Huu ndio msingi wa ushindi wao. FAR Rabat walikosa utulivu mapema. Ulinzi wa wageni ulifanya makosa mengi ya binafsi. Kama si walinzi na kipa wao, Yanga wangeweza kupata mabao zaidi kipindi cha kwanza. 3, changamoto ya ufanisi katika eneo la mwisho.
Yanga walikuwa wazuri kutengeneza nafasi, lakini tatizo ni finishing bado. Katika ngazi ya kafu, ukosefu wa ufanisi unaweza kugharimu safari nzima. Mudathiri, mtaalamu wa matukio maalum, hakuwa na mchezo mkubwa, lakini tukio moja, assist ndefu kutoka nusu ya uwanja ilibadili matokeo. Huu ndio upekee wake kama mchezaji wa big moment. Safu ya ulinzi kama ukuta. Baka, Jobo, Israel na Zimbwe walicheza kwa nidhamu na mawasiliano bora. Ulinzi wa Yanga ndio uliobeba timu wakati Farabati walipoanza kushambulia. Jobu, mwanajeshi tulivu. Jobu alikuwa bora kwenye position, decision making na busara ya kupunguza pressure. Alionyesha ukomavu wa hali ya juu. Diara, mlinda mlango wa utulivu. Hakufanya save nyingi, lakini kila alipoitwa kazini alifanya maamuzi ya kuokoa, kupunguza pressure na kupangilia nyuma ipasavyo. 8. Maamuzi ya mwisho kwa washambuliaji. Yanga walikosa ustahimilivu kwenye counter attack na final balls, cross passes za mwisho na mashoti mengi hayakuwa sahihi. Hili linahitaji mazoezi mahali. Midfielder control bila kuonekana sana. Wakati wa kuonekana sana kwa viungo, walifanikiwa kudhibiti transaction, kupunguza kasi ya Farabati na kuweka uwiano kati ya ulinzi na ushambuliaji. Alama 3 kwanza, muhimu sana. Kwa historia ya Yanga kwenye michezo ya ufunguzi wa makundi, ushindi huu ni kiashiria kizuri. Safari ya alama 9 nyumbani imeanza kwa hatua sahihi. Unaona bana? Kwa hiyo Young Africans safari yao wameianza vizuri kabisa katika mchezo huo. Lakini kwa yale ambayo yamekwenda kutokea katika mchezo huo ni pamoja na tukio hapa. Hili ni tukio ambalo limezua hisia za watu wengi, hususan mashabiki wa timu pinzani, kuhusiana na goli ambalo lilifunga Farabati kutokana na kile kilichoweza kutokea katika mchezo huu, ambapo inaelezwa kwamba ni kama vile wanaona kile kilichotokea ni pamoja na kama vile Young Africans walibebwa, ambapo unaambiwa watu wa Morocco wanalalamika kwa nini goli la Farabati lilikataliwa sababu ya offside, na hawaelewi kwa nini hakuna VAR kwenye hatua ya makundi. Sasa hapa wanaanza kuingia katika majukumu ya kafu. Wale wanaosema Farabati kanyimwa goli, kwanza kabisa cha muhimu ni ushindi, point 3 mkononi. Pili, kosa sio la Yanga, kosa ni la mwamuzi ambaye ni referee, ambapo yeye aliweza kupuliza kipenga wakati ambapo mpira umepigwa tu. Mwamuzi alipuliza kipenga akiashiria ni offside, ambapo kwa kile kilichoonekana hakuna mchezaji ambaye alikuwa yuko offside, ambapo 3, kama ni kweli ni offside, wengine wanasema kwamba ni mwendelezo wa malipo kwa Waarabu kutokana na fitna ambazo wanazozifanya, ambazo ni nyingi nje na ndani ya uwanja. Unaona bana? Kile ambacho kinachoonekana yani kama vile pengine watu wanasema ya kwamba haya ni malipizi, lakini ukitizama katika picha za marejeo hakukuwa na offside yoyote. Lilistahili kuwa bao halali kabisa kwa Farabati. Kwa kile ambacho kimeweza kutokea katika dakika 90 za Amani Complex, tusubiri kuweza kuona mchezo mwingine Young Africans watakuja vipi, ambapo itakuwa ni siku ya Jumapili. Watawakaribisha GS Kabylie katika uwanja hapo Amani, ambapo Young Africans wataelekea kule nchini Nigeria. Sio tena Amani ni uwanja wa nyumbani, lakini mechi hiyo haitakuwa ya Yanga kuwa nyumbani, atakuwa ugenini akielekea pale Algeria. Weka maoni yako hapo chini katika upande